kama tulivyoketi mbinguni. Biblia inaeleza tutakwenda kuketi mbele ya mwana-kondoo aliyechinjwa, ambaye ni Yesu Kristo. Na katika sehemu hiyo ibada za kusifu zitakuwa zinafanyika, kumwimbia sifa wenye uhai wanne na wazee 24, wale wenye sifa wakimtukuza Bwana. Na kisha watu wote wataungana, wale wazee 24 wakatupa zile taji zao mbele za Bwana. Kitendo cha kutupa taji wazee wenye 24, maana yake ni kwamba wazee ni watu walioheshimika, ni watu wanaoona kwamba mimi siwezi nikacheza na kumsifu Bwana, lakini mbinguni watasimama. Zile taji zao, taji ni kile kitu ulichotunukiwa ukapewa heshima. Pengine labda ulipewa jeti, ulitunukiwa labda nyota, wewe ni mwanajeshi, ulitunukiwa vitu mbalimbali. Zile taji walizotunukiwa kwa ajili ya heshima yao watabibeba, halafu watakirusha mbele za Bwana wakisema kwamba wewe wastahili kupewa nini? Sifa na utukufu. Ninabarikiwa pia katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 14, ambalo ni somo letu la kwanza na la pili. Kutoka 12 mstari wa kwanza hadi wa 14. Mahali hapa tutakwenda kujifunza maelekezo ya Mungu juu ya mwana-kondoo aliyekuja kwa ajili ya kuukomboa ulimwengu. Maelekezo ya Mungu kuhusu mwana-kondoo wa ukombozi. Taifa la Israeli walikuwa utumwani Misri, wakahitaji kukombolewa. Kukombolewa ni kule hali kitendo, yaani labda mtu ni mtumwa, kutolewa kwenye hali ya utumwa na kuwekwa mahali ambapo ni salama, au ni kitu ambacho kimekamatwa au kimewekwa rehani. Ili ukakikomboe lazima utoe kitu fulani ambacho kitakuwa fidia. Sasa Mungu akaona wakomboe wana wa Israeli kupitia mwana-kondoo, na bado pia sisi akaona tukomboe kupitia mwana-kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Naomba sasa tusome maelekezo hayo ya kuhusu mwana-kondoo katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa kwanza hadi wa 14. Naomba nisome. Bwana akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba yao, mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Hivyo mtakavyofanya hesabu yenu. Kwa yule mwana-kondoo, mstari wa 5, mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila. Mume wa kondoo wa mwaka mmoja mtatwaa katika kondoo au katika mbuzi, nani mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli wakamchinja jioni. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa mstari yetu mpaka mstari wa 14. Ninaamini utamalizia kusoma kwa wakati wako. Mwana-kondoo huyu aliyetolewa wakati wa wana wa Israeli ili wakombolewe kutoka utumwani kwenda katika nchi ya uhuru ya Kanaani, anafananishwa na mwana-kondoo ambaye ni Yesu Kristo, ambaye yeye alitolewa ili afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa kulikuwa na maelekezo matatu ya muhimu katika mwana-kondoo huyo. Katika mstari wa kwanza hadi mstari wa 7,
Biblia inazungumza ya kwamba kila familia watatoa mwana-kondoo mmoja, na yule mwana-kondoo sharti awe wa mwaka mmoja au miwili. Ni mwana-kondoo ambaye atachinjwa kwa ajili ya kubeba dhambi za familia hiyo, dhambi za wana wa Israeli, dhambi za taifa hilo. Kwa hiyo Mungu anaeleza juu ya mwana-kondoo, lakini bado anasema kwamba mwana-kondoo yule asiwe na ila, asiwe na kasoro yoyote ile, asiwe kilema, asiwe mwana-kondoo ambaye ana ulemavu wote. Hapana, lazima awe mwana-kondoo aliye kamili, hana tatizo lolote. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana Mungu alipotaka kumleta Yesu, ikabidi alete mwana-kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Hana ila, hana dhambi, hana kosa, hana jambo lolote. Yeye ni mtakatifu, ndiye anayestahili kubeba dhambi za wanadamu. Hilo lilikuwa elekezo la kwanza ambalo linamfanana Yesu Kristo. Mungu alijua kwamba kwa baadaye ulimwengu huu nitaukomboa kupitia Yesu asiyekuwa na dhambi. Hivyo yule mwana-kondoo anatakiwa asiwe na ila. Hayo ni maelekezo ya kwanza. Ule mstari wa 8 mpaka wa 11 kuna maelekezo pale yanayosema lazima ile namna ya kula yule mwana-kondoo, maana waliambiwa watamchinja alafu watakula. Ule mstari wa 8 mpaka wa 11 Mungu anatoa maelekezo ya namna watakavyoweza kula, ya namna watakavyoweza kumwandaa huyo mwana-kondoo. Ni tofauti na vile walivyokuwa wakiandaa kama kawaida. Maelezo katika ule mstari wa 8 mpaka wa 11, huyo mwana-kondoo watamwandaaje? Biblia inazungumza kwanza awe mwana-kondoo mmoja kwa familia moja, na huyo mwana-kondoo atachinjwa, na baada ya kuchinjwa atoshe kuliwa kwa familia moja, na aliwe kwa usiku mmoja halafu aishe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa usiku mmoja halafu aishe. Kama akibaki, hakuna tena kuja kutumia hicho kitoweo kesho. Itateketezwa ile nyama na kuchomwa moto. Na walishauriwa kama familia yako ni ndogo, karibisha muungane na jirani. Mkiungana na jirani, mnaweka mwana-kondoo mmoja, mnamchinja ili kuhakikisha tu mnakula siku hiyo na mnachinja siku hiyo na mnamtumia siku hiyo, anaisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo walielekezwa namna hiyo ya kula, lakini bado pia waliambiwa kwamba huyo mwana-kondoo wasimpike wala wasitumie namna yote ile. Zile nyama zake waweke, wachome, wateketeze kwa moto, watengeneze namna ya kuchoma. Ingekuwa sasa wangesema watengeneze mishikaki. Kwa hiyo wakaambiwa, lakini msimvunje mifupa yule mwana-kondoo. Toeni tu nyama zake, ile mifupa mwiache hivyo hivyo. Ni picha ya nani? Ni picha ya mwana-kondoo anayekuja Yesu Kristo. Kama vile mwana-kondoo huyo mifupa yake haikuvunjwa, ndipo na Yesu Kristo mifupa yake haikuvunjwa. Ile misumari haikuvunja mifupa. Ule mkuki uliochomwa ubavuni hakuvunja mifupa. Ni kama yule mwana-kondoo, lakini waliambiwa wamle kwa siku moja. Bwana Yesu alipokufa pale msalabani, kwa siku moja ilibidi azikwe siku hiyo hiyo. Ni kama mwana-kondoo aliyekuwa ameelekezwa. Kwa hiyo walielekezwa mwana-kondoo huyo ataleta ukombozi. Lakini pia waliambiwa kwamba ile damu yake, damu ya yule mwana-kondoo ipakwe mlangoni, kwenye miimo ya milango. Damu ile itaashiria ukombozi. Damu ile yule malaika atakayekuja kuwaangamiza wazaliwa wa kwanza wa Wamisri, ili kutambulisha huyu ni mwana wa Mungu, kutambulisha ni taifa la Israeli. Waliambiwa wachukue ile damu halafu waipake kwenye miimo ya milango. Kile kitendo kilikuwa ni kitendo cha kupima utii. Cha kupima utii. Mungu akitaka kukuokoa, Mungu akitaka kukukomboa mtu, lazima mwachie nafasi ya kupima utii. Hataweza kukuokoa
kuunganisha, atakupa nafasi na wewe ushiriki, atakupa nafasi na wewe useme nini unachokitaka. Una uhuru wa kukataa au una uhuru wa kukubali. Wakina Adamu na Eva aliwapatia nafasi, mkila tunda mtaangamia, msipokula mtaishi, chagueni. Wao wakachagua kutokumtii Mungu, tukaingia kwenye dhambi. Wana wa Israeli wakiambiwa mchinje, mtakapomchinja ile damu mpaka mlangoni. Kwa nini? Yule malaika atakayekuja kuangamiza akikuta ile damu, maana yake anajua hapa ni wacha Mungu, anaruka juu, anapita juu ya paa, anaruka. Maana yake anawaacha kuangamiza wale wa Israeli. Akikuta ile damu haipo, anawaangamiza. Haijalishi ni kwa Muisraeli, haijalishi ni kwa mtu wa Misri, ilimradi hatatii maelekezo ya Mungu ya kutaka damu, waniangamiza. Mungu huwa anatoa nafasi hiyo. Hata sasa Mungu ametupa nafasi. Bwana Yesu amekuja akatoa nafasi, jamani, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na nini na mizigo, halafu na mimi nitafanyaje? Nitawapumzisha. Mwanadamu ana nafasi ya kuamua kwenda au kukataa kwenda, na baadaye akiamua kwenda atapumzishwa na Kristo. Akikataa kwenda kuna hukumu. Kwa hiyo Mungu amekuwa akitumia mwanakondoo wa kwanza kutoa kielelezo kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu Kristo damu yake ilimwagika pale msalabani kama ishara ya kwamba wale watakaoamini jina la Yesu Kristo aliyekufa msalabani wanapata uzima. Yesu akaona haitoshi, ili wanielewe watu hawa, akachukua mkate akawapa wale Wayahudi, akasema huu ndio utakuwa mwili wangu, sawa sawa na ile nyama ya mwanakondoo. Akachukua kikombe cha divai, akasema kikombe hiki ni mfano wa damu yangu ya agano, kama damu ile iliyomwagika kipindi kile. Anayekula na kunywa anaonekana ya kwamba ameamua kunitii na kunifuata, nami niko tayari kumuokoa, niko tayari kumsaidia, niko tayari kumponya. Na ndio maana tuna ibada ya ushirika mtakatifu mahali hapa, inatuonyesha ule utii. Wana wa Israeli waliambiwa tumia damu ya Yesu mlangoni, hiyo ndio itakuokoa. Tumia damu ya mwanakondoo. Na Yesu anasema tumieni hii divai kama kielelezo cha damu yangu. Mnapokula na kunywa mnakumbuka jinsi nilivyoteseka. Siku ya leo tutafanya ibada hiyo. Jambo la tatu na la mwisho, maelekezo kuhusu mwanakondoo. Mungu katika mstari wa 12 mpaka wa 14 anatoa ile nguvu ya mwanakondoo yule. Je, yule mwanakondoo atakuwa na nguvu gani? Mwanakondoo wa kipindi kile cha wana wa Israeli na mwanakondoo wa agano jipya ambaye ni Yesu Kristo anatoa zile nguvu atakazokuwa nazo. Nizitaje kwa haraka. Moja, katika mwanakondoo huyo nguvu atakayokuwa nayo, atakuwa na nguvu ya ukombozi. Yaani kufa kwake, ile damu yake tukipaka mlangoni, malaika yule anayeangamiza akija kukuta hawezi akaangamiza. Na Yesu Kristo ndipo damu yake ina nguvu ya ukombozi. Bila damu ya Yesu hakuna wokovu. Bila damu ya Yesu hakuna msamaha. Bila damu ya Yesu hakuna kwenda mbinguni, hata wale waliokubali. Ina nguvu ya ukombozi. Lakini bado yule mwanakondoo ana nguvu ya uponyaji. Wana wa Israeli walipaswa kuangamizwa na wao pamoja na Wamisri, lakini wakaambiwa ili mpone, ili msalimike, damu ya mwanakondoo. Na sisi Yesu akasema ili tupone, ili tuwe na uzima, ni kwa damu ya Yesu Kristo. Biblia inasema palipotokea watu katika ulimwengu wa roho, katika kitabu cha Ufunuo, watu wakamshinda kwa ushuhuda wao na kwa damu ya nani? Mwanakondoo. Damu ya mwanakondoo inaleta uponyaji, inaleta ushindi. Lakini pia hiyo damu ina nguvu gani? Ina nguvu ya wokovu. Kuokoa ni kutoka kwenye hatari kupeleka kwenye sehemu ya usalama. Wokovu, kuokoa kutoka kwenye hatari kupeleka kwenye usalama. Mjumbe wa Sinodi wetu alitueleza siku moja, tulienda kwenye msiba huko Masanza Kona, kwenye msiba uliotokea kwenye gari
pale kwenye daraja la reli ya kisasa hiyo ya mwendokasi. Tulizunguka kule wapi? Fera. Tulipofika pale tulikuta gari moja limedondoka pale, na tulipoona tukaona kwamba ni kama jana tulidondoka. Basi tukaenda, wakati wa kurudi sisi kumbe tulikuwa nyuma, wale viongozi wa idara ya wanawake dayosisi pamoja na driver na wengine walikuwa mbele yetu. Mimi kwa baadaye niliona vumbi tu, mimi nilikuwa naendesha, nikaona tu vumbi mbele pale karibu na daraja. Nikajiuliza, hii daraja hili mbona linatoa vumbi? Alafu baadaye tukaanza kuona watu wanakimbia. Tunafika pale tunakuta gari lingine, lori lililokuwa limebeba matikiti limedondoka. Ilikutana na wale watumishi, gari likawa linayumba, wanataka kwenda huku, wanaenda huku, wanaenda huku, wanaenda huku. Hatimaye yule dereva wa viongozi wa kanisa letu akaona aende pembeni kabisa huku. Alipoenda pembeni ndipo kupepa lenyewe likaanguka upande huu na wao wako upande huu. Mungu akawaokoa, na bahati nzuri katika ajali hiyo hapakuonekana mtu aliyejeruhiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Akawaokoa, akawanusuru. Wokovu ni kuokolewa. Sisi tumeokolewa kutoka hukumu ya jehanamu kuingia kwenye uzima wa milele. Damu ya Yesu ya mwanakondoo ina nguvu ya wokovu. Lakini pia damu hiyo ni ya milele. Wanaambiwa kwamba mtafanya hivyo milele. Yesu Kristo alipoleta ibada ile, kwenye ibada ya kula mkate alisema, damu yangu ya agano na mkate huu kama ishara ya agano, mtafanya hivi kwa kunikumbuka hata nitakaporudi. Na ibada hiyo haitakomea tu Yesu atakaporudi. Biblia inasema tutakula pamoja, tutaketi pamoja kule mbinguni kwenye karamu au sherehe ya mwanakondoo kule mbinguni. Lakini wale waliokubali kumtii Yesu, kumkabidhi maisha yao, ibada tunayokwenda kuifanya ushirika mtakatifu ina nguvu ya wokovu, ina nguvu ya uponyaji, ina nguvu ya kufariji, ina nguvu ya kujenga imani, ina nguvu ya kukubadilisha katika maisha. Pengine umekata tamaa, pengine umetoka katika maisha yako ya imani. Mtazame Yesu Kristo ambaye ni mwanakondoo tosha aliyechinjwa kwa ajili ya dhambi zetu. Naomba kanisa tusimame wote halafu tuombe. Iliweza kuwasaidia kwa kipindi hicho, lakini Mungu kaona ya kwamba hapana, ulete damu ya mwanakondoo ambaye ni Yesu Kristo. Kupitia damu ya mwanakondoo Yesu Kristo aliyechinjwa kwa kupigwa misumari na majeraha aliyoyapata, tunakuja mbele zako Bwana kupitia damu hiyo. Kwa jina lako Yesu Kristo tunavunja maagano yote ya kiukoo, tunazivunja kwa damu ya Yesu Kristo, tunazivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wapo watoto wanaosoma, lakini kwa sababu ya maagano ya ukoo yanenwa, yazungumzwa, ile damu ya wanyama ya ukoo inafanya kazi, wanashindwa kusoma. Inafikia wakati mwingine hawaoni, inafikia wakati mwingine wanalazimika kutumia agano yao. Kuna ugonjwa wa kiukoo, kila akizeeka, kila akifikia umri fulani anapata ugonjwa wa kiukoo, kiasi kwamba ameumilikisha kwamba ni ugonjwa wetu. Maana kihistoria kila mmoja amekufa kwa ugonjwa huo. Kwa damu ya Yesu tunavunja kwa jina la Yesu. Kila mmoja anayetamka tunavunja ugonjwa huo kwa jina la Yesu Kristo, tunaufuta kwa damu ya Yesu. Yawezekana Bwana kuna mahala tulinenewa, kila maeneo walinena, kila maeneo walitamka, tunavunja kwa damu ya Yesu. Hata kwa ajili ya kanisa letu wakati wako tunakifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Na sasa ninawaombea watakatifu wako na kanisa lako katika jina la Yesu Kristo. Tuna maagano ya magonjwa, tunavunja maagano ya laana, tunavunja maagano ya kutokufanikiwa, tunavunja maagano ya hukumu wa kumwamini Yesu Kristo, tunavunja maagano ya hukumu wa kutokutubu, tunavunja maagano ya ubishi. Yeremia umemwambia umemweka ili kupomoa na kupanda. Baba, tunapomoa maagano yote katika nguvu ya jina la Yesu, bali tunapanda agano la damu ya Yesu ili nikaweze kutupa baraka. Asante Baba kwa sababu ukatubariki kwa baraka zote za rohoni. Bwana uwe pamoja
yote tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Tumpe Bwana makofi na vigelegele.